Mkuu wa Chuo Kikuu cha Mzumbe Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein amewataka wahitimu wa vyuo vikuu nchini na vijana kuendelea kulinda amani na mshikamano wa taifa. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akabidhi zawadi ya shilingi milioni 50 kwa Twiga Stars mara baada ya kufuzu kucheza mashindano ya AFCON 2026. Ni Disemba 5 mwaka 2025. Karibu sana katika asubuhi njema mtazamaji, na mwanzo kabisa huwa tunaanza na taarifa ya habari. Mimi naitwa Emily Lazarus, naomba nitumie nafasi hii kusema karibu sana mtazamaji. Mkuu wa Chuo Kikuu cha Mzumbe Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein amewataka wahitimu wa vyuo vikuu nchini na vijana kwa ujumla kuendelea kulinda amani na mshikamano, kwani ndio mustakabali wa maisha yao. Ameyasema hayo wakati wa mahafali ya 25 ya chuo hicho ndaki ya Dar es Salaam, ambapo amesema ni vyema wahitimu wakatumia ujuzi walioupata katika kuijenga nchi pamoja na kuongeza jitihada katika kulinda amani ya nchi yao ili waweze kufikia malengo waliojiwekea, huku akipongeza wanawake kuongoza katika ufaulu ikilinganishwa na wanaume. Nakutakieni nyote kila laheri katika mafanikio katika maisha yenu, na nakuwasihi sana muitunze amani na utulivu katika nchi yetu, kwa ndio msingi wa maendeleo yetu. Usikubali hata siku moja kuvunja umoja na mshikamano unaotuunganisha. Kumbuke maneno ya Baba Taifa, na nitayakariri hapa kwa faida yenu, kwamba umoja hautatufanya sisi kuwa matajiri, lakini umoja utatufanya iwe ni vigumu kwa bara la Afrika na Waafrika wenyewe kunyanyaswa na kudharauliwa. Baadhi ya viongozi wa chuo waliopata fursa ya kuzungumza katika mahafali hayo wamewataka wahitimu hao kutumia elimu walioipata kuleta mabadiliko chanya ndani ya taifa lao kwa manufaa yao ya baadaye, huku mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Abdalla, ambaye pia ni miongoni mwa wahitimu ambaye pia amepata nafasi ya mwanafunzi bora wa chuo hicho, ametoa ujumbe kwa wahitimu. Matukio haya si mwisho wa safari ya elimu, bali ni mwanzo wa changamoto mpya za maisha, na kwamba elimu mlioipata hapa ni hazina kubwa inayoweza kubadilisha maisha yenu na jamii zenu mtakazozihudumia. Ni jukumu lenu kutumia maarifa haya kwa uelewa, uadilifu na ari ya kuleta maendeleo, na kwamba kila ujuzi mliojifunza ni fursa ya kuleta suluhisho la changamoto za kijamii, kuchangia maendeleo ya taifa na kuendeleza mustakabali wenu katika maisha ya kitaaluma. Moja ya wajibu mkubwa tulionao sisi kama wahitimu wa vyuo vikuu katika shahada mbalimbali ambazo tumetunikiwa leo, tuna wajibu wa kuendelea kutumia taaluma tulizonazo, kwanza kushuka chini, kukutana na watu, kuzitambua changamoto zilizopo kwenye jamii, kusikiliza vilio mbalimbali vilivyopo kwa wananchi, na sisi kwa pamoja kwa kushirikiana na serikali na chini ya maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan tuendelee kukaribiana sana na wananchi wetu ili tutatue changamoto ambazo labda kwa namna moja au nyingine zinaweza zikaendelea kuimarisha amani na utulivu katika taifa letu. Salma Shabani, Channel 10, Dar es Salaam. Siku chache baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuzungumza na wazee wa jijini Dar es Salaam na kulihutubia taifa, baadhi ya wazazi mkoani Mbeya wamewashauri vijana nchini kuachana na maandamano na vurugu zinazohatarisha usalama wa maisha yao, na badala yake wawatumie wazee kufikisha kero zao kwa viongozi ili zipatiwe ufumbuzi. Wazazi ambao wamejitokeza kwenye tamasha la Injili lililoandaliwa na viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini jijini Mbeya, tamasha ambalo limelenga kuliombea taifa ili liendelee kuwa na amani, wanashauri vijana kuwatumia wazee kufikisha changamoto zao. Vijana wetu tunawashauri kwamba kama kuna chochote ambacho wanaona taifa letu linaenda kinyume, wakae na wazee. Wazee wapo, wawaambie. Wazee wanaweza kufikisha kwenye uongozi wa juu, maana hapa tumekuja kuombea taifa letu la Tanzania pamoja na viongozi na rais wetu, kumwombea kwamba aongoze taifa letu. Haya magomvi yanayotokea na mafarakano ni kwamba vijana wachache wanashawishika na kuwashawishi wenzao. Wakiwahubiria wananchi kwenye tamasha hilo, viongozi wa dini wameunga mkono msimamo wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wa kuwataka Watanzania kushughulikia matatizo yao wenyewe badala ya kutaka watu kutoka nje ya nchi. Wakati viongozi wa serikali wanahangaika, wakati wanasiasa wanahangaika, wakati kila taasisi zinahangaika, wanajaribu kutafuta majibu, kwa sababu kuna mambo yaliyoingia yaliyoishtua taifa letu. Tumeona
tumekutana na uzoefu ambao hatujawahi kukutana nao toka uhuru wa taifa hili, na tumeona kuna mlango umefunguka ambao shetani ameutumia huo mlango ili atupige. Kwenye taifa letu la Tanzania kuna ukuta umebomoka. Ni lazima hatutasubiri watu kutoka nje watujengee ukuta wetu, tutaujenga wenyewe kwa kumwita Bwana wa majeshi aliye hai. Tunahitaji amani katika nchi ya kwetu. Tunahitaji kupata amani, tunahitaji kupata faraja sana katika maombi haya. Tunamshukuru Mungu sana. Kwa kweli tumemwona Mungu. Tumejifunza kitu na tunajua kabisa kwamba kama taifa la Tanzania linabebwa na maombi. Wakristo wengi na Waislamu sana, sehemu kubwa ni maombi ndio yanayotusaidia. Kutoka hapa katika uwanja wa zamani wa ndege jijini Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Idara ya uhamiaji wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma ikiendelea na doria katika wilaya hiyo kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama imewakamata wahamiaji 58 wasio na vibali ambao wanaishi nchini kinyume na sheria. Doria hiyo maalumu inalenga kuondoa wahamiaji pamoja na kudhibiti vitendo vya uhalifu katika wilaya hiyo, ambapo naibu afisa uhamiaji mkoa wa Kigoma mrakibu mwandamizi Dominiki Kibuga anasema doria hiyo ni endelevu kwa mkoa wa Kigoma. Anasema miongoni mwa wahamiaji ambao wamekamatwa ni pamoja na raia kutoka nchi ya Kongo wapatao 32, raia wa Burundi 21 na raia wa Tanzania 5. Kwa doria ya kuanzia tarehe 28 mwezi wa 11 mpaka tarehe 1 mwezi wa 12, jumla ya wahamiaji haramu 58 wamekamatwa, na miongoni mwao raia 32 ni raia wa Kongo, raia 21 ni raia wa Burundi na raia raia wa Tanzania ni raia 5, ambao miongoni mwao watatu wana utata wa uraia na 2 walikuwa wanajishughulisha na usafirishaji wa wahamiaji haramu. Mkuu wa wilaya ya Uvinza Dina Mathamani amewataka raia wa kigeni wanaoingia nchini kwa madhumuni ya kufanya shughuli zao mbalimbali za kujiingizia kipato wahakikisha wanazingatia taratibu za nchi, huku akiwataka Watanzania kutojihusisha na usafirishaji, uhifadhi pamoja na kuwafanyisha kazi wahamiaji bila kufuata taratibu za nchi. Kwa raia wote wa kigeni wanaokuja kwa madhumuni mbalimbali ikiwemo kufanya kazi, wanapaswa kuingia nchini kwa kutumia hati halali ya kusafiria. Na pia pasipoti hizo watakazokuwa nazo zitawasaidia wale ambao wanakuja kufanya kazi za misimu katika maeneo yetu. Tunawakumbusha wananchi wote kuacha mara moja kujihusisha na usafirishaji wa wahamiaji haramu, kwani kitendo hicho ni kosa la jinai na yeyote atakayebainika atachukuliwa hatua. Hadi sasa wahamiaji 40 wamefikishwa mahakamani, 4 wakiwa wamekabidhiwa katika idara ya wakimbizi, 2 wakiwa na uraia tata na 12 wakipewa amri ya kuondoka nchini. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Watalii kutoka nchi mbalimbali wakiwa na wadau wa utalii na waandishi wa habari kutoka Zanzibar wameendelea kutembelea hifadhi ya taifa ya Mikumi yenye Twamala wanyama wakubwa 4 kati ya 5 ambao wanapatikana katika hifadhi hiyo, huku tukio la tembo kumfukuza simba limekuwa kivutio kikubwa. Ni wanyama 4 wanaopatikana hifadhi ya taifa ya Mikumi ambao ni simba, tembo, chui na nyati. Huku swali ni nani mfalme wa nyika kati ya tembo na simba baada ya tukio la mnyama simba kukimbia baada ya kufukuzwa na tembo. Yona Michael ni mwongoza watalii kutoka hifadhi ya taifa ya Mikumi, anafafanua juu ya tukio hilo. Tumeshuhudia kwa macho yetu tembo akiwa anamfukuza simba. Hili tukio limetushangaza sana na watu wengi walikuwa wanajiuliza simba anawezaje kumkimbia tembo, lakini kulingana na ukubwa wa Big 5 tunajua kabisa tembo ndo mnyama mkubwa wa mwituni ambaye anakadiriwa kuwa na uzito wa tani 6 mpaka 7. Kwa hivyo basi mara nyingi simba huwa anapenda kuwinda aidha watoto wake. Endapo ikitokea tembo mama yake yupo mbali, lakini mama huwa anakuwa karibu na mtoto sana kwa ajili ya kumlinda. Na leo tukio lilotokea kwamba simba alikuwa anatamani kumuwinda mtoto wa tembo na wakati huo tembo yupo naye hapo hapo mama yake. Ndipo ikatokea simba akafukuzwa mbali mno na vibaya mno, alifukuzwa na akakimbia
mbele ya watalii wetu, mbele ya wageni wetu wote wameshuhudia hili tukio. Fredrick Malisa, kamishna msaidizi wa uhifadhi kanda ya Mashariki anayeshughulika na uhifadhi na maendeleo ya biashara, amesema filamu ya Royal Tour iliyotengenezwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan imesaidia kuongeza wawekezaji katika hifadhi ya taifa ya Mikumi. Kupitia juhudi za kutangaza hifadhi kupitia filamu ya Mheshimiwa Rais ya Royal Tour, wawekezaji nao pia wameongezeka sana katika hii hifadhi. Sasa hivi tuna ile hoteli ya Mikumi Wildlife Lodge ambayo kwa sasa inalaza wageni mpaka 80. Nikiripoti kutoka katika hifadhi ya taifa ya Mikumi mkoani Morogoro, ni Jimmy Mengere wa Channel 10. Wananchi mbalimbali mkoani Njombe wamesema mpango wa kunusuru kaya maskini TASAF wa awamu ya 3 kipindi cha pili mwaka 2020 mpaka 2025 chini ya serikali ya awamu ya 6 ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wamepata matokeo chanya yanayowezesha kuinua uchumi wao kupitia miradi ya kilimo cha parachichi, jambo ambalo baadhi wameomba kutoingizwa kwenye mpango huo awamu ijayo. Ninasema asante kwa hapa nilipofikia. Naomba niwe nimeshategemewa, naweza kujitegemea. Hayo yamesemwa mbele ya mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka wakati alipofanya ziara ya kutembelea baadhi ya kaya za wanufaika na kukagua miradi inayotekelezwa na TASAF yenye kauli mbiu ya Samia Impact katika kijiji cha Igomba kata ya Saja wilayani Wanging'ombe na zahanati ya kijiji cha Kiumba kata ya Liamkena halmashauri ya mji Makambako. Nimeanza hizi parachichi zina miaka 2, mwaka huu nimeuza kwa trei 2 ambazo nimepata 40,000 na zipelekea hizo hela kunufaisha kwenye ng'ombe. Mimi hapa nilifanya kazi ya mchanganya mchanga na zege. Nilikuwa nalipo baadaye. Bei gani? Kwa siku 10,000. Uligonga kama siku ngapi? Wiki 2. Kwa kama 140. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amesema miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali katika maeneo ya wananchi imeendelea kuwa na manufaa makubwa hivi sasa. The Samia Impact ni kwa namna tunatafsiri kwa namna ambavyo uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia umeimpact maisha, umegusa maisha ya kawaida ya mwananchi wa kawaida. Kwa sababu lazima mjue kwamba miti hii miparachichi haikununuliwa na mkuu wa mkoa. Hii ni program ambayo Mheshimiwa Rais alikubali kutoa miche ya parachichi bure. Unapanda mti pesa, unakupa kivuli, hewa nzuri, tunda na hela. Imeelezwa kuwa miradi ya TASAF ndani ya mkoa wa Njombe imeendelea kuwa chachu ya kukuza uchumi wa kaya na kubadilisha maisha ya mwananchi mmoja mmoja. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutukumbuka wana Wanging'ombe. Vivyo hivyo tayari inapelekea baadhi ya wananchi kujikipu bize kuona kwamba ni wanatingwa shughuli za uzalishaji mali kupitia kupanda matunda. Sisi halmashauri kuna vitu tumesema tuvifanye. Tuwe sasa na bajeti ya kuanzia kwa ajili ya viuatilifu. Kutoka hapa katika zahanati ya kijiji cha Igomba kata ya Saja wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe, naitwa Michael Patrick, Channel 10. Madiwani na watumishi wa halmashauri ya Arusha wametakiwa kufanya kazi kwa ushirikiano ili kuepusha migogoro ya ndani inayoweza kupunguza ufanisi katika kuwatumikia wananchi. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Rumeru Mwinyi Ahmed Mwinyi wakati wa kikao cha kwanza cha baraza la madiwani cha halmashauri hiyo. Historia baraza hili tunaijua na tumeisikia, na wengine tumepata nafasi ya kupita kuona na kwenye nyaraka ni namna gani tulikuwa na baraza hili la madiwani Arusha DC. Sasa uwe mwanzo mpya. Halmashauri yetu inatuhitaji sisi tukimbie kama madiwani. Mara baada ya kuchaguliwa, mwenyekiti Baraka Mesiake amesema ushirikiano kati ya madiwani hao na watumishi ndio msingi wa baraza hilo kutimiza wajibu wake. Kama mwenyekiti mpya wa halmashauri ya wilaya ya Arusha DC, kuna mengi sana, matarajio mengi sana ambayo nimeyazungumza pale, ambamo kwa pamoja mimi na madiwani wenzangu nina imani kubwa sana kwamba tunaenda kuifanya Arusha DC kuwa halmashauri ya mfano katika miaka mitano 2025 2030, ambamo tunafahamu kabisa wazi wananchi waliotuamini kwenye kata zetu na changamoto kubwa ambazo wametutuma kuja kuzitatua. Kwa maana hiyo baraza hili litakuwa makini sana, lakini pia tutaenda kutengeneza umoja wa kutosha kabisa kuweza kupigana, kufanya kazi vizuri, kwa sababu umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu.
Baadhi ya madiwani nao wametoa ahadi ya kushirikiana na viongozi wao ili kuzuia migongano. Matazamio yetu ni kwamba kwa upande pia wa mwenyekiti wetu ambaye tumempata Mheshimiwa Baraka, kwa uzoefu wake pia wa miaka mingi, ni diwani kwa awamu ya 3 sasa, na amekuwa pia mjumbe wa kamati za kudumu pamoja na kuwa mjumbe wa kamati ya fedha na mipango ya halmashauri, tutaweza kupaa kwa asilimia kubwa sana. Ombi langu kwa wananchi wote ni kwamba tuweze kutoa ushirikiano kwa uongozi wa halmashauri yetu. Mtu ambaye ni msikivu sana, na tunaamini ataenda kutuunganisha madiwani wote, na tutaenda kuondokana na ile dhana ya kusema madiwani wanakuja halmashauri wana makundi. Awamu hii hatuna makundi, awamu hii ni kazi tunaenda kufanya. Katika kikao hicho, madiwani pia waliapishwa na kukabidhiwa mikoba ya kazi. Mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF katika kukabiliana na changamoto ya afya ya uzazi imekabidhi msaada wa vifaa vya uzazi salama hospitali ya wilaya ya Tabora mjini, ambapo kwa sasa imekuwa na ongezeko kubwa la kina mama wajawazito wanaojifungua katika hospitali hiyo, kutoka wajawazito 20 kwa mwezi hadi kufikia wajawazito 110. Hospitali ya wilaya ya Tabora mjini imekuwa na msaada mkubwa kwa wakazi wa mkoa wa Tabora kutokana na kusaidia kupunguza msongamano wa ugonjwa uliokuwepo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kitete. Inaelezwa upatikanaji wa vifaa hivi vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 25 utaongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za afya, hususan kwa mama na mtoto. Wananchi wameshaelewa huduma bora ambayo tunatoa, na ndio maana sasa wananchi wanatoka mjini kwa ajili ya kuja kufuata huduma bora kwenye hospitali yetu ya manispaa. Ujio wa vifaa hivi kwa kweli imekuwa italeta tija kubwa, kwa maana kwamba vifaa tulivyopokea vya milioni 25 vitakuwa ni msaada, kwa sababu tutaenda kuboresha zaidi huduma za afya ya uzazi na mtoto. Hamimu Babikal ni meneja wa PSSSF mkoa wa Tabora. Anasema mfuko huo umekuwa na wajibu wa kuisaidia jamii kupitia uwekezaji katika nyanja mbalimbali ikiwemo afya ili kuwa na jamii salama. Tunawekeza kwa jamii kwa nini? Kwa sababu mfuko wa hifadhi ya jamii tunasema jukumu letu ni kuhifadhi jamii kutokana na majanga. Na majanga yako mengi, kuna majanga ya kazini, lakini pia kuna majanga huko kwenye jamii zetu. Kuna majanga ya ugonjwa, kuna majanga mbalimbali. Na leo hii tuko hapa kwa sababu tuna wajibu huo wa kukava jamii zetu kwa upande wa magonjwa, na kipekee au kwa umuhimu wake kwenye afya ya wazazi. Tumefanya hivyo pia kwa kituo cha afya cha Mahukuru kule Songea, tumefanya hivyo kwenye kituo cha afya cha Kizimkazi Zanzibar, na tutaendelea nchi nzima. Kwa hiyo tumewaomba mameneja wetu wa kanda, wametembelea wadau mbalimbali maeneo haya ya sekta ya afya na elimu, na tumeweza kupata yale maombi na kuyachambua, na yameweza kupata idhini kwenye kamati yetu ya mfuko. Mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa Tabora, Dr. John Pima, mbali na kuupongeza mfuko huo, ametoa rai kwa wadau wengine kuendelea kuunga mkono jitihada zinazofanywa na serikali katika kuboresha huduma kwa jamii. Kwamba vinatupa nguvu hata utoaji wa huduma yetu uwe bora na bora na bora zaidi, si ndio jamani? Kwa sisi tunaahidi hayo kwamba tutafanya kazi vizuri, tutatumia vifaa vyetu hivi vizuri, na watu wanapofika hapa kama mnavyoona, hospitali yetu hii tunaendelea kuiboresha, iko katika process ya kuikamilisha, itoe huduma zote zinazotakiwa kwenye hospitali yetu kama hospitali ngazi ya wilaya. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Rais na katika michezo, mtazamaji, tunaelezwa kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekabidhi zawadi ya shilingi milioni 50 kwa timu ya taifa ya wanawake ya mpira wa miguu maarufu kama Twiga Stars mara baada ya kufuzu kucheza mashindano ya AFCON 2026 ikiwa ni mara ya pili mfululizo. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, naomba nikabidhi fedha hizi shilingi milioni 50. Ilikuwa ni wakabidhi tarehe 28 ya mwezi wa 10 2025, lakini hatukuweza kwa sababu ya matukio ya uchaguzi, na sasa naomba niwakabidhi leo, na watakia kila la heri kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Ni Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali, Gerson Msigwa, akikabidhi kiasi cha shilingi milioni 50 zilizotolewa na Mheshimiwa Rais Samia mara baada ya timu hiyo kufuzu mashindano ya AFCON 2026, ambapo amesema kuwa kiasi hicho ni sehemu ya zawadi
na jitihada za kuunga mkono sekta ya michezo, hivyo wachezaji wanatakiwa kujituma. Ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake, tunawapongeza sana Twiga Stars kwa kufuzu kucheza WAFCON mwaka 2026 mwezi Machi. Tunawapongeza TFF kwa malezi mazuri ya timu hii. Tunawapongeza sana wachezaji wetu, mabinti zetu, mnafanya kazi nzuri. Mheshimiwa Rais yuko na nyinyi wakati wote, anafuatilia, alishawaalika Ikulu mkawa naye, aliwapa maneno yake na ametuelekeza sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kupitia BMT tuhakikishe timu hii haishuki. Tuhakikishe timu hii siku zote iko juu na inafanya vizuri, inafanya uwakilishi mzuri wa taifa letu. Tunashukuru tena serikali kwa kuweza kutuhamasisha, kutupa hii hela. Hii sisi ni kitu kikubwa kwetu, ni hamasa tosha kwetu. Tutaendelea kufanya vizuri kama Twiga Stars. Tutaendelea kupambana ili tuweze kuzipata hizi nyingi. Salum Pelembo, Channel 10 Michezo, Dar es Salaam. Taarifa ya Salum Pelembo inatuhitimishia habari ya asubuhi njema mtazamaji. Endelea kuwa nasi.